Eneo ya ukanda wa Ziwa Victoria kwa maana ya mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara na Mwanza, ikijumuisha pia maeneo ya ukanda wa Magharibi kwa maana ya mikoa ya Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, lakini pia nyanda za juu kusini magharibi kwa maana ya mikoa ya Songwe, Mbeya, Njombe, Iringa pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa kusini kwa maana ya Ruvuma. Haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata hali ya baridi kiasi hadi joto kiasi. Na kwa upande wa mikoa ya ukanda wa nyanda za juu kaskazini mashariki kwa maana ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini kwa maana ya Tanga, Dar es Salaam, pamoja na mkoa wa Pwani ikijumuisha pia visiwa vya Mafia, lakini visiwa vya Unguja na Pemba, pamoja na pwani ya kusini mikoa ya Lindi na Mtwara, na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pia na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Dodoma. Au maeneo tunatarajia kwamba yatapata hali ya joto kiasi hadi baridi ya wastani. Kwa hivyo hiyo ndio tathmini tunayoiona kwa mwelekeo wa hali ya joto katika msimu wa Juni hadi Agosti. Hali ya joto la chini katika ukanda wa pwani ya kaskazini kwa maana ya mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 18 hadi 25 kwa kipimo cha centigrade kwa maeneo ya mwambao wa pwani na visiwani, na kati ya nyuzi joto 9 mpaka 18 kwa kipimo cha centigrade katika maeneo ya nchi kavu. Hata hivyo, maeneo yenye miinuko yanatarajiwa kuwa na kiwango cha nyuzi joto chini kidogo kwa maana ya nyuzi joto 9 kwa kipimo cha centigrade. Na matarajio katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kwa maana ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, hali ya joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 20 katika maeneo mengi. Aidha, maeneo yenye miinuko yanatarajiwa kuwa na kiwango cha chini kidogo cha takriban nyuzi joto 10 kwa kipimo cha centigrade. Na katika ukanda wa Ziwa Victoria kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Geita, Kagera, Shinyanga na Simiyu, na magharibi mwa nchi kwa maana ya mikoa ya Tabora, Katavi na Kigoma, hali ya joto la chini inatarajiwa kati ya nyuzi joto 10 hadi 19 katika maeneo mengi. Na kanda ya kati kwa maana ya mikoa ya Singida na Dodoma tunatarajia kwamba joto litakuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 20 kwa kipimo cha centigrade, ili hali nyanda za juu kusini magharibi mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro tunatarajia kwamba joto litakuwa kati ya nyuzi joto 6 na hadi 21 kwa kipimo cha centigrade. Aidha, katika maeneo yenye miinuko tunatarajia kuwa kiwango cha joto kitakuwa chini zaidi kwa maana chini ya nyuzi joto 6 kwa kipimo cha centigrade. Upande wa ukanda wa pwani ya kusini mikoa ya Mtwara na Lindi ni kati ya nyuzi joto 12 hadi 23. Na kwa upande wa kanda ya kusini mkoa wa Ruvuma ni kati ya nyuzi joto 8 hadi 22, lakini vile vile vipindi vya baridi tunatarajia kwamba vitaweza kuonekana zaidi au kuimarika zaidi wakati wa mwezi Julai. Kwa upande wa mwenendo wa upepo kwa msimu wa kipupwe, kama ambavyo nilitangulia kusema awali, kwa kawaida msimu wa kipupwe utawaliwa na upepo wa kusi. Hata hivyo, msimu wa kipupwe 2026 unatarajiwa kutawaliwa na upepo uliopungua nguvu kidogo kutokana na mifumo ya hali ya hewa jinsi ambavyo tumeangalia, na utakaovuma kutoka kusini mashariki kwa maeneo mengi ya nchi, na vipindi vichache vya upepo mkali pia tunavitarajia kutoka kusini katika kipindi cha mwezi Juni hadi Julai katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi na maeneo ya nchi kavu. Na kwa upande wa mwenendo wa mvua
kama ambavyo tumesema kwamba kwa ujumla msimu wa kipupwe unatawaliwa zaidi na hali ya baridi lakini na upepo, lakini pia kutokana na jiografia ya nchi yetu bado yapo maeneo ambayo yanaweza kupata vipindi vya mvua. Kwa kawaida kipindi cha msimu wa kipupwe utawaliwa na hali ya ukavu katika maeneo mengi ya nchi. Hata hivyo, kwa msimu huu vipindi vya mvua za nje ya msimu vinatarajiwa katika maeneo hasa ya ukanda wa Ziwa Victoria, hususan mkoa wa Mara pamoja na ukanda wa pwani ya maeneo ya nchi kavu ya pwani yetu ya bahari katika ukanda wa bahari ya Hindi, kwa maana ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara pamoja na Lindi, ikijumuisha pia visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, na sehemu zenye miinuko za nyanda za juu kaskazini mashariki kunaweza kuwa na matukio machache ya vipindi vya mvua. Kwa upande wa athari na ushauri, tunatoa yafuatayo. Kwanza, kutokana na hali ya ubaridi, magonjwa yanayohusiana na hali ya baridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza. Lakini vile vile kutokana na upepo ambavyo unatarajiwa kuwa vile vile tunatarajia kwamba hali ya vumbi linalosababishwa na upepo katika baadhi ya maeneo inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho, mafua na magonjwa mengine yanayohusiana na hali ya hewa ya namna hiyo. Na vile vile upungufu wa maji na malisho unaweza kujitokeza katika baadhi ya maeneo kwa kipindi hiki cha msimu wa kipupwe. Sasa ufuatao ni ushauri ambao tunaotoa kwa sekta mbalimbali, lakini vile vile kwa jamii kwa ujumla. Mamlaka husika pamoja na jamii zinashauriwa kuchukua hatua stahiki za kiafya ili kujikinga na magonjwa yanayosababishwa na hali ya hewa ya ubaridi pamoja na vumbi. Wafugaji wanashauriwa kuendelea kuzingatia ratiba za kuogesha mifugo ili kudhibiti visumbufu na magonjwa pamoja na kufuata ushauri wa wataalam katika sekta husika. Wakulima tunaendelea kushauri kwamba tuzingatie ushauri wa maafisa ugani katika maeneo yetu, hasa maeneo ambayo tumeainisha kwamba yanaweza kupata vipindi vichache vya mvua za nje ya msimu. Basi ni vizuri waweza kuwasiliana na maafisa ugani kwa ajili ya kuchukua hatua stahiki. Wadau katika sekta ya ujenzi tunatoa ushauri kwamba katika kipindi hiki ambacho tunatarajia kwamba kitatawaliwa na kipindi cha ukavu, basi ni vyema tukatumia hicho kipindi kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi.